Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa ba'd. Awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameendelea kutupa afya na uhai na hatimaye akatufikisha katika siku hii ya leo na katika kipindi chetu hiki cha leo cha kuzungumzia Uislamu unamzungumziaje kijana juu ya kufanya kazi. Mada hii ni mada nzuri, na kwa mujibu wa Uislamu nikienda moja kwa moja naomba tufahamu kuwa Uislamu ni dini ambayo inamtaka mtu ajishughulishe, afanye kazi. Awe kijana, awe mtu mzima, awe mwanamume au awe mwanamke. Midhali ni mwanadamu, Uislamu umemtaka afanye kazi. Tutaona hata hadithi ya Ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomzungumzia mwanadamu anapokuwa katika tumbo la mama yake, siku 40 inakuwa ni maji, alafu siku 40 zingine inakuwa ni pande la damu, na siku 40 zingine anakuwa ni pande la nyama ambalo limevishwa pia na mifupa. Kwa hiyo likishakuwa limekamilika umbile hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo anasema huwa anatumwa malaika, anaenda kumwandikia mambo manne. Jambo la kwanza, anamwandikia mwanadamu amaluhu, kazi yake atakayokuwa anaifanya. Jambo la pili, rizquhu, riziki zake atakuwa anapataje. Jambo la tatu, anaandikiwa ajaluhu, sababu ya kifo chake. Na jambo la 4, anaandikiwa ni shaqiyun au sa'idun, je, mtu huyo atakuwa ni muovu au atakuwa ni mwema. Sasa mwanadamu ukimwangalia kwa mujibu wa hadithi hii ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaona kwamba huyu mwanadamu anazaliwa tayari mifumo yake ya kazi imeshaandaliwa. Kwa hiyo maana yake ni mtu anatakiwa afanye kazi na si kukaa. Hapana, anatakiwa afanye kazi. Ndio utaona hata katika Uislamu Allah anasema katika suratul Naba'i, Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, waja'alna an-nahara ma'asha. Allah ameufanya huu mchana kuwa ni sehemu ya watu kujishughulisha kutafuta maisha. Kwa hiyo hapa tunajaribu kuona kwamba swala linalohusu kujishughulisha, swala linalohusu kufanya kazi ni swala la kila mwanadamu, anatakiwa afanye kazi. Na zipo aya nyingi Allah ametuelekeza wanadamu, hata tutapomaliza kufanya ibada, tumeweza kusali, tusikae tu misikitini kwa maana vuta tu uradi au ende kujishughulisha. Hapana, vuta uradi, lakini baada ya hapo lazima utoke. Ndio Allah anasema katika suratul Juma, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, tawanyikeni ardhini, tawanyikeni duniani, mkatafute riski, mkafanye kazi ambazo zitakuingizieni kipato, kwa maana ya kupata riski. Kwa hiyo hayo ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayo ni maelekezo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hayo ni maelekezo ya Uislamu wetu. Kwa nini tunamuelekea kijana? Tunamuelekea kijana kwa sababu kijana amebeba masulia ya mambo takriban matatu. Kijana katika umri wake amebeba masulia ya kuwatunza wazazi wake alionao. Wewe ni kijana, una baba, una mama. Hawa wazazi wako wanahitajia msaada wako wewe. Unawatunzaje wazazi wako kama hauna kazi, umekaa tu au jishughulishi? Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, kijana anaweza kuwa na watoto, ana familia, huyu ana mke au ana mume. Unawezaje kuwa ni kijana wa kuweza kuitunza familia yako, kuwatunza watoto wako,
kama hauna kazi, haujishughulishi. Mtoto anahitajia apate mavazi, apate elimu, apate malazi mazuri, apate huduma mbalimbali. Kwa hiyo huduma zote hizi msimamizi mkuu ni wewe kijana. Kwa hiyo unatakiwa kijana ujishughulishe ili uweze kuihudumia familia yako. Lakini pia sio hivyo tu, hata jamii inamhitajia sana kijana. Nchi inamhitajia sana kijana. Mitaa inamhitajia sana kijana. Mtaa ambao una vijana, hata uimara wake unakuwa ni mzuri kuliko mitaa ambayo haina vijana. Kwa hiyo mada yetu tutajikita sana kumzungumzia kijana kwa sababu ya masulia alionayo. Na hili alijaanzia tu hapa. Hata kipindi cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna kisa nasema, wakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jalisa dhata yaumin. Siku moja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa ashabihi, alikuwa amekaa pamoja na masahaba zake. Fanadharu ila shabin dhi jildi wa quwwatin. Wale masahaba ambao walikuwa wamekaa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuona kijana dhi jildi wa quwwa, kijana ana mwili mzuri, lakini pia kijana ana nguvu. Yani kijana ambaye anaonekana yupo vizuri, muonekano wa rangi yake, muonekano wa ngozi yake na nguvu alizonazo, yuko vizuri. Walivyomtazama yule kijana, wakade bakara yasa, ameamka mapema sana akienda kufanya kazi, akitafuta riski. Maswahaba wakasema, waiha hadha law kana shababuhu wa jilduhu fi sabilillahi ta'ala. Wakasema, inakuwaje mtu huyu angeutumia ujana wake, angetumia mwili wake alionao, hizo nguvu alizonazo, fi sabilillahi ta'ala, katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana wakimaanisha labda angekuwa ni mtu wa kupigana jihadi, angekuwa ni mtu wa kufanya mambo mengine kwa namna ambavyo mwili wake walivyotathmini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawajibu pale pale akamwambia, la taqulu hadha, msiseme jambo hilo, msimhukumu mtu kwa namna mnavyomuona mkasema hayo mnayoyasema. In kana kharaja yasa ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Akasema huyu kijana mnayemuona, ikiwa kama ametoka anafanya kazi, anatafuta riziki juu ya kumhudumia mtoto wake mdogo, fahuwa fi sabilillah, basi jambo hilo analolifanya, kazi hiyo anayoifanya, inahesabika ni sawasawa na mtu anayefanya kazi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini akaenda kusema, wa in kana kharaja yas'a, na ikiwa kama ametoka huyo kijana anafanya kazi ala abawainin shaykhainin fahuwa fi sabilillah, na kama huyo kijana ametoka ameenda kufanya kazi, dhumuni lake kubwa ni kuwahudumia wazazi wake wawili, tena ameshafikisha umri wa utu uzima, fahuwa fi sabilillah, basi mtu huyo au kijana huyo na yeye anahesabika ni katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana kharaja yasa ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah, na ikiwa kama kijana huyo ametoka anatafuta kazi kwa ajili ya nafsi yake, kujitoshelezea mahitaji yake ya nafsi yake, ya'ifuha kwa maana ya kuhifadhi nafsi yake tukamana na madhara ya kuombaomba, madhara ya kwenda labda kufanya unyang'anyi, ujambazi, fahuwa fi sabilillah, mtu huyo na yeye atahesabika kwa kazi anayoifanya ya kujitoshelezea mahitaji ya nafsi yake, na yeye thawabu anazozipata ni sawa sawa na thawabu za mtu aliyetoka kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana kharaja yasa riyaun wa mufakharatun fahuwa fi sabili shaytan, lakini kama huyo kijana atakuwa ametoka kwa ajili ya kufanya kazi, lakini dhamira yake si kumhudumia mtoto aliyenaye, anafanya kazi dhamira yake si kuwahudumia wazazi alionao, anafanya kazi kijana huyo dhamira yake si kuihudumia nafsi yake, bali anafanya kazi kujionesha kwa watu kwamba wamuone yeye ni hodari kwa kazi anazozifanya, kujifakharisha, kuwatambia watu ana kazi fulani, anafanya jitihada fulani,
basi atambue mtu huyo au kijana huyo fahuwa fi sabili shaitani, atakuwa anafanya kazi katika njia ya shaitani. Kwa hiyo hayo ni maelekezo yanayomhusu kijana juu ya kufanya kazi kwa ajili ya kutekeleza masulia kama tulivyosema mwanzo, kwa maana ya wazazi wanamwangalia, lakini watoto wanamwangalia, jamii iliyomzunguka, nchi, vyote vinamwangalia. Na huu ni uzuri wa Uislamu. Uislamu ni dini ambayo inawataka watu waishi katika mazingira ya amani na usalama. Sasa ili uweze kuishi katika mazingira ya amani na usalama, ni lazima uwe unajishughulisha na kufanya kazi. Kazi ambayo itakuondoa katika mazingira ya kutamani vya wengine ambavyo si mali yako, na ukashawishika ima kwa kuiba au kwa kufanya ujambazi. Sasa ukaweka utaratibu kwamba lazima watu wafanye kazi ambazo ni za halali ili zimuingizie kipato mtu, kipato ambacho kitamfanya aweze kukidhi mahitaji yake. Ndio utaona sasa katika kazi, zipo kazi za namna nyingi. Kuna kazi kwa maana ya kilimo, kuna kazi kwa maana ya biashara, kuna kazi za kuajiriwa, kuna kazi za kujiajiri. Na haya yote Uislamu umeyaruhusu. Mfano, tumwangalia katika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, Mtume anasema wallahi nafsi biyadi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi ipo mkononi mwake, la an ya'khudha ahadukum habelahu fayahtatiba ala dhahrihi khairun lahu min an ya'ti rajulan fayasaluhu a'tahu au mana'ahu. Mtume katika hadithi hii ya Abi Huraira anasema, na hapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameishikilia nafsi yangu, mtu kuchukua kamba na akaingia porini, akashenya kuni, akatafuta kuni, na zile kuni akazifunga, akazibeba katika mgongo wake, jambo hilo khairun lahu, ni bora kwa mtu huyo, linapendeza kwa mtu huyo, min an ya'ti rajulan, kuliko mtu huyo kumfata mtu fayasaluhu, na akamuomba kwamba bwana mimi nisaidie hiki, sina hiki, sina hiki. Sasa kuna mambo mawili, atahu, huenda huyo mtu akampa, au manaahu, au akamnyima. Kwa hiyo hapo utaona hii hadithi inawazuia watu na hasa vijana wasiache kujishughulisha kutafuta kazi, na badala yake wakawa ni watu wa kuombaomba. Swala linalohusu kuombaomba sio swala zuri. Unaweza ukaomba ukapewa, aidha ukanyimwa. Sasa unaponyimwa na wewe ni kijana, maana yake tayari unaweza ukatengeneza mazingira ambayo sio mazuri. Kwa hiyo imefananizwa hapa kazi ya kutafuta kuni. Unapoingia porini unashenya kuni, kuna ugumu, lakini ugumu unaoupata malipo yake ni makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hadithi hii maana yake inatuelekeza hasa vijana, watu wajishughulishe kwa kufanya kazi. Wewe hauna uwezo wa kuajiriwa katika makampuni, katika mashirika, lakini Mungu amekupa nguvu. Amekupa nguvu, ingia porini. Tafuta kuni, uza, au fanya biashara hata ndogo ndogo. Kwa kufanya hivyo unaweza ukajipatia riziki, na hatimaye unaweza ukakidhi yale mahitaji yako binafsi. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma akala ahadu ta'aman qatun khairan min an yakula min amali yadihi. Mwanadamu hajala chakula kizuri chenye malipo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko mtu kula riziki inayopatikana kwa kazi ya mikono yake. Na akasema, wa inna nabiyallahi Dauda alayhi salam kana yaakulu min amali yadihi, na mtume wetu Nabii Daudi alayhi salam, yeye maisha yake yote alikuwa riziki anazozipata ni kupitia kazi ya mikono yake. Kwa hiyo hadithi hizi zote zinatutaka sisi wanadamu na hasa vijana kuishi kwa kujishughulisha kwa kufanya kazi. Sasa kama tulivyosema, kazi zipo za namna nyingi. Kazi zipo za namna nyingi, na kama mada inavyozungumzia Uislamu unasema nini kuhusu kijana juu ya kufanya kazi au kufanya biashara. Sasa katika ile eneo la biashara ni eneo nyeti sana. Na hata ukiangalia historia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni alikuwa ni mfanya biashara. Fanya biashara
akiwa na umri mdogo sana, kienda na baba yake Sham kununua bidhaa na anakuja anauza Maka. Lakini pia mpaka ikafikia hatua akaajiriwa na mama Khadija radhiallahu ta'ala anha kwa kazi hiyo hiyo. Lakini pia amefanya kazi ya kuchunga kondoo, kuchunga mbuzi za watu wa Maka kwa kupewa mshahara mdogo. Haya sasa aliyafanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyu mtume ambaye alifanya jambo hili ndio kigizo chetu, ambapo sisi tunatakiwa tumuige kama Allah alivyosema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyinyi wanadamu mmepata kigizo chema kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake kumuiga pia hata katika kazi alizozifanya. Mtume hakuwa ni mtu mwenye kubweteka tu nyumbani amekaa tu kwamba anasubiria Mungu alete, hapana. Yeye ni mtume, lakini unaona namna alivyojishughulisha kufanya biashara. Yeye ni mtume, lakini unaona namna gani alivyojishughulisha kwa kuchunga kondoo na mbuzi. Mpaka akasema mami nabii ila wakaderan al-ghanam. Hakuna nabii isipokuwa na yeye alipitia kazi za kuchunga kondoo na mbuzi. Lakini pia Nabii Daudi kama tulivyoona ni mtume Mwenyezi Mungu ambaye angeweza kumwambia Mwenyezi Mungu chochote, lakini hakuweza kufanya hivyo isipokuwa alijishughulisha. Kwa hiyo haya yote yanatuonesha ni umuhimu gani ambao tunatakiwa tuuchukulie kama vijana katika kujishughulisha kufanya kazi na hasa biashara. Mtume sallam kihistoria, watu wa Maka wale muhajiruna ni watu ambao wao walikuwa ni wafanya biashara, wakina Abdurrahman bin Auf, na hao Maanswari watu wa Madina wao asili yao ni wakulima. Kwa hiyo unaona hata katika busara za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kiongozi mkuu ameunganisha udugu baina ya wafanyabiashara wanaojua namna ya masoko, utayatafuta vipi na utafanyaje biashara, na hawa wakulima. Anafika katika mji wa Madina, anawaunganisha udugu baina ya muhajirina hawa wafanyabiashara na wakulima, watu wa Madina. Sasa labda kwa haraka haraka, biashara ni nini? Biashara katika lugha ya Kiarabu unaposema al-bay'u, biashara maana yake ni akhdhu shay'in wa ita'u shay'in, ni kutoa kitu na kuchukua kitu. Hiyo ni biashara. Lakini kisheria sasa tunaposema bay'un shar'an istilahan, maana yake ni mubadalatu malin bimalin, ni kubadilishana mali kwa mali. Wewe una mchele, hiyo mchele ni mali, unatoa mchele unapewa pesa, kwa maana mubadalatu malin bimali, ni kutoa mali au kubadilishana mali kwa mali. Au manfaatun mubahatun ala ta'abidin ghairu riba wa qaradin, au biashara ni kunufaishana kwa njia ya halali, ni kunufaishana kwa njia ya halali, ala taabidi, kwa kudumu, ghairu riba wa qaradhi. Lakini kubadilishana huku au kunufaishana huku inakuwa si katika njia ya riba wala si katika njia ya kukopeshana. Hiyo ndio biashara. Kwa maana ile unaenda wewe una duka lako unauza bidhaa mbalimbali, anakuja mtu anakupa pesa na wewe unampa bidhaa anayoitaka. Na jambo hili hukumu yake jaizu. Jambo hili limeruhusiwa. Biashara imeruhusiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia biashara imeruhusiwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanawachuoni wote wakubwa wameliruhusu jambo hili la kufanya biashara. Allah anasema katika suratul Baqara aya 275, wa ahalla Allahu al-bay'a, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameruhusu biashara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameruhusu biashara. Katika hadithi aliyopokea Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika bwana Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema, idha tabaya'a ar-rajulani fakullu wahid minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Mtume katika hadithi anasema, idha tabaya'a ar-rajulani, watakapouziana watu wawili, watakapofanya biashara ya mauziano watu wawili, fakullu wahid minhuma, basi kila mmoja kati ya watu wawili, bil khiyari, ana khiyari, ana uchaguzi, ma lam yatafarraqa, midhali tu hawajatoka katika eneo la biashara hiyo,
wakana jamian, na wakawa wote wako katika eneo hilo. Lakini pia wajma almuslimuna ala jawazi albay'i fil jumla, na waislamu kwa maana wanawachuoni wameruhusu juu ya kufanya biashara kwa ujumla. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameruhusu biashara? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameruhusu biashara lianna al-insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi, kwa sababu mwanadamu siku zote anahitajia yale alionayo mwanadamu mwenzake. Kwa lugha rahisi tunasema kwa sababu sisi wanadamu tunahitajiana. Wewe unaweza kuwa una chakula lakini hauna pesa, pesa nazo mwingine. Wewe una pesa hauna chakula, chakula nacho mwingine. Sasa kwa mazingira kama hayo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea utaratibu wa biashara. Sasa hii biashara tunayozungumzia kama sehemu ya kazi ya kumpatia kijana kipato iweze kukidhi mahitaji ya nyumbani kwake kwa maana ya familia, watoto na wazazi, lakini pia hata jamii inayomzunguka. Biashara ina nguzo zake. Biashara ina nguzo 3. Na hapa wafanyabiashara na watu ambao mnaingia katika kufanya biashara, naomba tuwe makini sana. Kwa sababu kuna biashara ambazo zimekuwa zinafanyika nje ya utaratibu wa Uislamu, na mwisho wa siku watu wanaishi katika mazingira ambayo sio mazuri. Biashara ina nguzo 3. Anasema arkanul bay'i 3. Aqidun. Nguzo ya kwanza aqidun. Aqidu kwa maana awepo au apatikane muuzaji. Lakini pia aqidu kwa maana hiyo hiyo inamuhusu mnunuzi. Kwa biashara ina nguzo 3. Nguzo ya kwanza aqidu kwa maana ya muuzaji na mnunuzi. Lazima wapatikane katika biashara. Sasa mimi nafanya biashara afu anayeuza hajulikani, haonekani, hayupo. Au anayenunua hayupo, hapana. Nguzo ya kwanza ya biashara awepo muuzaji na awepo mnunuzi. Lakini nguzo ya pili wa maaqudu alaihi, ile bidhaa yenyewe inayonunuliwa lazima iwepo. Tayari upo unayeuza, anayenunua yupo, je kinachouzwa ni kitu gani? Wa maaqudu alaihi, kile kinachouzwa kwa maana ya bidhaa iwepo. Na nguzo ya 3 wasighatun, tamko. Katika biashara lazima ipatikane tamko, ninakuuzia kitu fulani, na sasa ninanunua kitu fulani. Sababu katika tamko kuna vitu viwili. Kuna kaulian kwa maana ya kutamka kama hivyo kwamba ninakuuzia anzio nimenunua, lakini kuna fi'liya kwa maana ya matendo. Mtu hausemi chochote lakini unatoa pesa, unachukua unachochukua. Au unatoa bidhaa na yule mtu anachukua ile bidhaa. Na hapa katika swigha pia maana yake inaingia mikataba. Pia mikataba katika biashara na yenyewe pia inaingia hapo. Kuna mtu ananunua labda ardhi, mnaandikishana, mnawekeana utaratibu. Sasa katika sura namna hiyo, katika utaratibu huo wa biashara kuna kitu kinachoitwa al-ishhadu ala al-bay'i, mashahidi. Lazima mashahidi wawepo. Na hili jambo la kuwaweka mashahidi ni mustahabu katika sheria, walaysa biwajibi, sio wajibu kwamba ni lazima. Kuna baadhi ya biashara, mfano mtu anakuja dukani kwako, si lazima aweke mashahidi kwamba bwana angalia unamuuzia kilo 2 ya mchele au bwana amenunua kilo 1 ya sukari, hapana. Ila kuna baadhi ya biashara mashahidi ni lazima. Mfano mnauziana gari, mnauziana kiwanja, mashahidi hapo unaona namna gani ambavyo wanavyokuwa wanahitajika. Na hii ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika suratul Baqara aya ya 282, Allah anasema wa ashhidu idha tabayatum, wa ashhidu idha tabayatum, na mtakapouziana basi muwahudhurishe mashahidi, muwalete mashahidi ambao watakayekuwa wakishuhudia tukio hilo la kuuziana. Sasa tumesema tukio hili sio lazima.
Sio lazima. Kwa maana gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine katika sura al-Baqara hiyo 283 Allah anasema fa in amina ba'dukum ba'dha, ikiwa katika jambo linalohusu biashara, fa in amina ba'dukum ba'dha, ikiwa baadhi yenu watawaamini baadhi ya wengine, falyuaddi alladhi tumina amanatahu, basi yule aliyoaminiwa atekeleze amana yake. Kwa hiyo hii aya ndio imekuja kuonesha kwamba ule ushahidi unaokusudiwa katika biashara sio lazima. Kuna biashara mnaweza mkafanya kwa kuaminiana tu, kwamba bwana fulani na kuamini na kuuzia kitu fulani, sawa sawa, ikiwa kama unamwamini mtu. Ila kama haumwamini, maana yake lazima uweke utaratibu wa mashahidi. Eneo lingine linalohusisha biashara ni al-khiyaru fil bai'i, kwa maana ya uchaguzi katika biashara. Na hii tunaposema al-khiyaru, maana yake an yakuna likullin min al-ba'i wal mushtari al-haqqu fi imda'i aqdul bai' au fasxuhu, ni mtu kuwa na uchaguzi, yule anayeuza au anayenunua kuwa na uchaguzi, ima wa kufanya hiyo biashara iendelee au akasitisha biashara hiyo isiendelee. Hilo ni jambo ambalo katika sheria imeruhusiwa. Kuna biashara fulani mtaka kuifanya, kuna bidhaa fulani mtaka kununua, kuna khiari baina ya muuzaji aidha mnunuzi. Muuzaji anaweza kusema mimi nimeridhia, sasa niuze, sawa, au mtu anaweza kusema hapana, sijaridhia mimi kuuza. Pia imeruhusiwa katika sheria mtu kupata khiari hiyo. Sasa hii khiari imegawanyika. Kuna vigawanyo kama 4 hivi au 3. Vigawanyo 4. Kigawanyo cha kwanza sema khiyarul majlisi, wanaofanya biashara ya kuuziana kitu wanayo khiari ya kuchagua sehemu ya kufanyia biashara hiyo. Wa huwa al-makanu alladhi yajri fihi tabayu'un, kwa maana ya kuchagua sehemu ambayo watafanyia biashara yao hiyo. Mimi nina gari nataka kumuuzia mtu fulani, kwa hiyo tunachagua kwamba haya makubaliano ya ununuzi au ya biashara hii tukayafanyie polisi, au tukayafanyie BAKWATA kwa viongozi wa dini, au tukayafanyie mahakamani. Kwa hiyo na khiari hiyo, kwa sisi mauziano yetu tutayafanyia sehemu fulani. Sheria imewaruhusu jambo la namna hiyo. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-bay'anu bil khiyari ma lam yatafarraqa, hao wafanya biashara wawili hawa kati ya muuzaji na mnunuzi wamepewa ruhusa ya kuchagua na sehemu au namna biashara yao wanavyotaka iwe, ma lam yatafarraqa, midhali tu hawajafarakiana katika hilo. Lakini kigawanyo cha pili anasema khiyaru sharti, kuchagua masharti katika biashara unaenda kuifanya, kuchagua sharti. Wa huwa an yastaritu almutaaqidani au ahaduhuma alkhiyaru ila muddati ma'luma liimda'i alaqdi au fashuhu, ni watu kuchagua, wale wanaouziana muuzaji na mnunuzi wakaweka sharti la muda maalumu wa utekelezaji wa biashara hiyo au kutokuitekeleza biashara hiyo. Mfano, kuna biashara inaweza kuwa inafanyika, ameweka mkataba kwamba mimi nakuuzia kitu hiki, na hiki kitu ninachokuuzia, hii pesa unayonipa ni kwa muda wa mwaka mmoja. Baada ya hapo jambo litakuwa limesitishwa. Na wewe ukakubali, ukachukua biashara hiyo au bidhaa hiyo, ukashughulika na hiyo bidhaa, mwaka ukaisha, wewe kumbe unataka kuendelea nayo, lakini ukawa haujamwambia yule mtu kama unataka kuendelea nayo. Ule muda ukiisha, una mambo mawili: ima biashara hiyo iwe ndio imeishia hapo, au itahesabika kwamba tayari umeongeza muda, kwa hiyo utalazimika wewe
umlipe tena huyu bwana pesa nyingine kwa makubaliano mengine ya muda ambao unaenda kuendelea na biashara hiyo. Lakini pia kigonyo cha tatu, khiyarul aibi, wa huwa alladhi yathbutu lilmushtari idha wajada aiban fi sal'a wa lam yukhbiruhu bihi albai'. Khiyarul aibi ni ile umeuziwa bidhaa, alafu bidhaa ambayo umeuziwa ukaikuta ina dosari fulani, na hiyo dosari yule muuzaji akukufahamisha kwamba bidhaa hii inayokuuzia, kanzu hii inayokuuzia ina changamoto 1 2 3, yakakuuzia. Ima yeye alijua akaificha, au hata yeye mwenyewe hakuijua akawa amekuuzia. Sasa hapo kuna namna mbili. Ima tanqusu bisababi hadha al-aibu qimatu as-sil'a, inaweza kwa aibu hii, kwa dosari hiyo ambayo imepatikana katika bidhaa, inaweza ikawa ni sababu ya kupunguza thamani ya hiyo bidhaa, au wakati mwingine anaweza ikawa ni sababu ya kuto kuendelea na biashara hiyo. Kwa hiyo pia sheria ya Uislamu imeliruhusu jambo hilo, kwa maana inaweza bwana kwa dosari ambayo nimeikuta, badala ya kukupa shilingi 10,000 nakupa shilingi 8,000. Au mtu akaamua na kwa dosari hii nimeikuta katika kanzu hii, hapana mimi sinunui tena. Kwa sheria pia imeweka khiari hiyo kwamba mtu yule mnunuzi anayo khiari ya ima kuchukua au kuto kuchukua. Na kigawanyo cha 4 ni khiyaru tadlis. Khiyaru tadlisi ni ule uchaguzi ambao huo unakuwa ndani yake kuna udanganyifu, yani ayudallisa bai'u ala almushtari ma yazidu bihi thaman. Ni mtu mfano anauza gari tayari imeshatumika, lakini anamfanyia udanganyifu, anaipaka gari rangi mpya. Anaenda na bwana, hebu sikilize, hii gari ni mpya, unaona jinsi ilivyo na nini. Kwa hiyo anaitengenezea mazingira fulani ya kuongeza thamani ya ile bidhaa kwa udanganyifu. Sasa hii inaitwa khiyaru tadlis, ambayo kisheria huyu mnunuzi amepewa pia khiari, ima ukubali au pia kukataa, kwa maana ya kurejesha. Sasa na Uislamu unasema kitendo hiki ni haramu, hakifai. Kwa maana mtu bidhani ya zamani lakini unafanya udanganyifu onekane ni mpya ili iweze kuuzika kwa haraka na kwa thamani ya juu, kitendo hiki ni haramu, hakifai. Kwa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ghashana falaysa minna, yeyote atakayetufanyia ghushi, udanganyifu, si katika sisi. Kwa hiyo ghushi katika biashara jambo ambalo limekatazwa, halifai, ni haramu. Lakini pia biashara hiyo ilikuwa ni katika upande wa kuangalia nguzo za biashara, ushahidi unaokubalika katika biashara, lakini pia kuangalia ile khiari. Sasa biashara pia ina shuruti zake, masharti yake. Sharti la kwanza ni ataradhi baina al-bai' wal mushtari, ni kuridhiana kati ya muuzaji na mnunuzi. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Allah anasema, enyi ambao mmeamini, la taakulu amwalakum bainakum bil batili, msile mali zenu baina yenu nyinyi kwa nyinyi kwa batili, kwa njia ya haramu, ila an takuna tijara, isipokuwa hivyo katika njia ya biashara, an taradhin minkum. Tena hizo tu ni biashara hivyo hivyo, bali wewe ni biashara ambayo mmeridhiana, kwa maana muuzaji ameridhia kuuza na mnunuzi ameridhia kununua. Vile hadithi ya Bwana Mtume sallam aliyopokea Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu ta'ala anhu, Mtume anasema, innamal bay'u an taradhi, hakika biashara siku zote inatakiwa iwe katika njia ya maridhiano, njia ya kukubaliana. Hilo ni sharti la kwanza, kuridhiana. Lakini sharti la pili, kaunu al-aqdu jaizu tasarrufi, yule muuzaji au mnunuzi awe anaruhusiwa kisheria
kutumia kile alichokiuza aidha alichokinunua. Kinachokusudiwa hapa bi an yakuna balighan aqilan hurran rashida, kwa maana muuzaji au mnunuzi anatakiwa awe kwanza ni mtu aliyebaleghe, mtu mzima mwenye akili timamu. Sio unanunua gari au unanunua kitu tunakuuliza kwamba hiki kitu umenunua kwa nani, unajua unatuonyesha nimenunua kwa mtoto mdogo. Ukimwangalia mtoto ana miaka labda 7, ana miaka 6. Hapana. Masharti ya biashara yanakataa. Muuzaji aidha mnunuzi anatakiwa amefikisha umri wa kuwa amebaligh, tena mwenye akili timamu. Na sharti la 3, an yakuna al-bai'u malikan lilmabi', yule anayeuza awe ni mwenye kumiliki kile anachokiuza. Au qa'iman maqamu malikihi, awe ni mtu ambaye anasimamia bidhaa ya mtu ambaye anayoimiliki. Kwa maana mtu amekuja, bwana wewe fulani niwakilishe katika kuniuzia mali yangu hii, ni huja kali wakili wal wasi wal wali wan nadhir. Fala yasihu an yabi'a shakhsun shay'an la yamlikuhu, katika Uislamu mtu haruhusiwi kuuza kitu ambacho hakimiliki. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam radhiallahu ta'ala anhu, mtume anamwambia la tabi' ma laysa indaka, usiuze kitu ambacho haukimiliki. Kwa hiyo katika sharti la 3 la biashara ni mtu anatakiwa auze kile unachokimiliki. Na sharti la 4, an yakuna almuba'u mimma yubahu alintifa'u bihi min ghairi hajatin kalmaakuli walmashrubi walmalbus walmarkubi walinqar wa nahwi dhalika. Fala yasihu bay'un ma yahrumu alintifa'u bihi kalkhamri walkhinziri walmaita, kwamba inajuzishwa au inaruhusiwa katika sharti la 4 katika biashara kile kinachouzwa kiwe ni kitu ambacho kinanufaika, watu wananufaika nacho kikawaida, mfano kama chakula, kinywaji, mavazi, vipandwa mbalimbali. Na haifai kuuza bidhaa ambayo kisheria imeharamishwa kunufaika nayo, mfano kama pombe, nguruwe, mzoga. Hivi ni vitu ambavyo vimeharamishwa, haifai kufanya biashara hizo. Kama mtume alivyosema, inna Allah harrama bai'a al-khamri wal-maitati wal-khinzir wal-asnam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha biashara ya kuuza pombe. Pombe imeharamishwa licha kuwa kwenye nchi nyingi imekuwa ndio biashara inashika soko, lakini kwa mujibu wa Uislamu ni biashara ambayo haifai, ni haramu. Kuuza mizoga, mnyama amejifia, badala ya kuzikwa mtu anaona sasa nitumie fursa hii, anachukua na mchuna na vitu gani anaingiza sokoni, ni haramu, haifai. Lakini pia khinziri, nguruwe pia na yenyewe ni haramu, ni makosa, haifai. Wala asnam, na watu kuuza masanamu, vinyago, mtu amechonga tu kinyago lake, amechonga vitu gani huja anaingiza sokoni, hii ni haramu, haifai. Lakini pia katika hadithi nyingine bwana Mtume sallam, katika hadithi ya Abi Mas'ud anasema, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezuia, amekataza mtu kula thamani ya mbwa. Kuna watu wanafanya biashara za kuuza mbwa wa ulinzi, mbwa wa nini na nini. Mtu ukafanya hii biashara, ile pesa ni haramu kuitumia. Ni vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amevizuia vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ndugu Waislamu mnaofuatilia kipindi hiki, kuna vitu vingi ambavyo vinahusisha biashara ambavyo kimsingi watu watakiwa wavijue, lakini kutokana na mazingira ya muda tutosheke na hizo nguzo za biashara, tutosheke na masharti ya biashara. Kipindi kijacho kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala tutazungumzia biashara ambazo ni haramu
kuzifanya zilizozuiwa na sheria ya Uislamu. Lakini pia tutazungumzia ni nyakati zipi ambazo ni makosa, ni haramu mtu kufanya biashara. Ili watu waweze kufanya biashara wakiwa wanafahamu utaratibu wa biashara, kwa maana hata lile chumo lenyewe lilopatikana basi liwe ni chumo halali kama jinsi ambavyo Uislamu umeweza kuelekeza. Kwa hiyo tukumbuke na tuendelee kuhimizana kama vijana wa Kiislamu juu ya kufanya kazi, kwa sababu Uislamu unawategemea sana vijana, wazazi wanategemea vijana, watoto wanategemea vijana, na mataifa mbalimbali yanategemea vijana. Hivyo Uislamu kwa unyeti wa kijana ukawa umejikita katika kumuhimiza kufanya kazi. Sasa kwa asilimia kubwa tumeangalia eneo moja tu la biashara, kwamba biashara inatakiwa iweje, ni nini, ina nguzo zipi, ina masharti yapi, ile khiari ya biashara baina ya mnunuzi na muuzaji inatakiwa iweje, kwa mazingira gani. Hayo ndio ambayo tumeona tuyatazame, lakini kipindi kijacho tutakuja kuangalia biashara ambazo hazifai. Kuna bai'ul gharari, kuna bai'ul li'ina. Hivyo ni vitu ambavyo pia tunatakiwa wavijue. Kuna mtu ana shida ya jambo fulani, anataka anunue simu labda 200,000, anakuja mtu anaenda anamnunulia simu kwa 200,000 alafu anakuja anamuuzia kwa 250,000. Hiyo nanyo tutakuja tuiangalia katika sheria ya Uislamu, je, inaruhusiwa au hairuhusiwi. Bai'ul gharari, mtu anakuja anakuuzia kitu labda ziwani, anakuja bwana, hizi samaki zilizopo hapa nipa 1,000,000. Samaki zote unazo lakini haziwezi zikakamatika. Hii biashara yenyewe pia iko katika mazingira gani? Hayo ni ambayo tutakuja tuyaone. Kwa kifupi tutosheke na hilo, kujua kwamba Uislamu unamtaka kijana afanye kazi, na kazi ambayo tumeiangazia ni kazi ya biashara, lakini pia kuna kazi ya kilimo, kuna kazi ya kuajiriwa, kuna kazi ya kujiajiri na kadhalika. Kwa hiyo tutosheke na hayo. Wabillahi tawfik, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.